Majina yangu naitwa Emmanuel Paul Soya. Karibu mwana Mungu, tuweze kujifunza mambo machache ambayo yanaweza kutusaidia katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu wa taifa letu la Tanzania. Kama unavyojua, taifa letu la Tanzania baada ya miaka mitano huwa tunaingia katika uchaguzi mkuu kuweza kuwachagua wabunge, madiwani, lakini pia rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na mwaka 2025 tuna uchaguzi mkuu ambao utafanyika Oktoba hapo. Sasa kama kanisa lina wajibu gani katika uchaguzi huu mkuu, lakini pia kama Watanzania tuna wajibu gani katika uchaguzi huu mkuu? Kwa sababu wakati mwingine usipojua wajibu wako hauwezi kukaa kwenye nafasi yako kwa sababu hujui. Kwa nitakuletea mfululizo wa vitu ambavyo kama kanisa tunatakiwa kuvifanya, lakini baada ya hapo tutakuwa na maombi ambayo ni endelevu kuhakikisha kwamba kanisa linashiriki katika uchaguzi huu, kwa maana ya kwamba kwa nafasi yake kama mwombezi wa nchi na wale wote ambao wanahusika katika swala zima hili la kuweza kutafuta nafasi mbalimbali za kiutawala. Lakini nianze kusoma andiko hili ambalo kimsingi ndio andiko letu kuu kabisa ambalo tutalisimamia katika siku hizi 250 ambazo tutakuwa tunaomba kwa ajili ya taifa letu la Tanzania. Ninaamini tunaweza, kwa sababu Bwana ametupa mamlaka hiyo na nguvu hiyo tuweze kusimama hapa na kuweza kulibeba taifa letu la Tanzania. Nitasoma kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili, hii ni ule mstari wa 7 na mstari wa 14. Biblia inasema hivi: ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Anasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu. Watu wangu walioitwa kwa jina langu. Kwa tafasiri ya kiroho, manake kila aliyemwamini Kristo, huyu anakuwa ameitwa kwa jina lake Yesu Kristo, ama anakuwa amefanyika kuwa mwana wa Mungu. Sasa anasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha, yani tutanyenyekea mbele zake. Kunyenyekea wakati mwingine ni kutambua nafasi ya yule ambaye unanyenyekea. Tunapokuja mbele za Mungu kwa kunyenyekea, tunatambua yeye ni nani. Tunatambua mamlaka yake, tunatambua uwezo wake. Kwa tunapokuja mahali hapa kuelekea uchaguzi mkuu wa Tanzania, manake tunapokuja kama kanisa kuchukua nafasi yetu kwa ajili ya kuweza kuomba, manake tunatambua kwamba Mungu ndiye muumbaji wa vitu vyote ambavyo tunaviona na tusivyoviona. Lakini pia hata hawa watawala ambao wataingia kwenye kinyang'anyiro kwenye nafasi mbalimbali, hata pia wao ni matokeo ya Mungu ambaye ameweza kuwaumba. Sasa ikiwa tunaelewa hivyo, ndio maana anasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina watanyenyekesha na kuomba, anasema wakinyenyekea. Sasa wakishanyenyekea, manake wakitambua mimi ni nani kwao, na kisha wakaja kwa kuomba. Sasa anaposema kwa kuomba na kunitafuta uso, na kunitafuta uso, manake sasa kuweza kuomba na kutafuta uso, manake kutafuta uso ni kuzungumza na Bwana. Kuzungumza na Bwana kwenye yale ambayo pengine akili za kibinadamu zimefikia ukomo. Manake hauwezi tena kama binadamu, ila unahitaji msaada kutoka juu. Kwa anasema hapo. Lakini anasema hivi, na kuziacha njia zao mbaya. Na kuziacha njia zao mbaya. Anasema sasa watakaponyenyekea, watakaomba, watakapotafuta uso wangu, lakini sasa wayatambue maovu yao, wayatambue makosa yao na wayaache. Sasa maana yake sisi tunapolibeba taifa hili la Tanzania kama wana wa Mungu na kama waombaji ambao Bwana ametupa mzigo huu wa kuweza kuomba. Bwana ameweka mzigo huu
wa kuweza kuomba, kuna jambo litakwenda kuzaliwa. Anasema na kama wataziacha njia zao mbaya. Kuna njia ambazo ni mbaya. Manake maombi yetu pia ili yapate matokeo ni lazima tuache njia ambazo si nzuri. Lakini anasema pia nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi. Kwa hiyo haya yote yakifanyika, anasema yeye atasikia kutoka mbinguni, atasamehe dhambi na kisha ataiponya nchi. Na hapa tupo kwa ajili ya kuiombea taifa letu la Tanzania. Tupo kwa ajili ya kuiombea nchi ya Tanzania, kwamba Mungu tuvushe salama katika kipindi hiki cha uchaguzi mkuu. Lakini sasa kuna mambo ya kufanya tunapoelekea katika uchaguzi mkuu, lazima tuweze kuyafanya na tuweze kuyajua. Sasa tuanze kuangalia kitu cha kwanza, taifa ni nini? Tuko kwenye maombi, lakini ndani yake yatakwenda kufundisha kujua vitu vingi ambavyo vitaweza kutusaidia. Bwana pesa sana. Taifa ni nini? Taifa ni watu wanaoishi katika eneo fulani, waliounganishwa kwa lugha moja kama njia ya mawasiliano. Taifa ni watu wanaoishi katika eneo fulani pamoja, waliounganishwa na lugha, lakini pia waliounganishwa na lugha kama njia ya mawasiliano. Kwenye taifa lolote kuna lugha ya taifa. Ile lugha ya taifa ndio inawaunganisha watu wa taifa lile, inawaunganisha. Taifa letu la Tanzania, lugha ya Kiswahili ndio lugha ya taifa ambayo inatuunganisha. Ingawa taifa letu la Tanzania lina makabila 120 lakini tunaunganishwa na lugha ya taifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaanza kuangalia kwamba kumbe tunaanza kuona taifa maana yake ni hiyo. Ni watu wanaoishi katika eneo moja, waliounganishwa na lugha kama njia ya mawasiliano. Katika taifa lolote kuna mfumo wa utawala. Hakuna taifa lolote ambalo halina mfumo wa utawala. Taifa lolote lazima liwe na mfumo wa utawala. Unaongozwa na watu. Mfumo huu wa utawala lazima unaongozwa na watu. Unaongozwa na watu ili waweze kufikia malengo ya kimaisha. Kumbuka, taifa kama taifa lina malengo, lakini watu walioko ndani ya taifa pia wana malengo yao. Kwa hiyo wanaotuongoza ama wanaotawala wanabeba malengo ya taifa na kisha wanasimamia na kutushirikisha sisi ambao sasa ni watawaliwa, ambao tuko chini ya hao wenye mamlaka. Tunashirikishwa ili kuweza kuyafikia malengo ya taifa zima la Tanzania ama malengo yaliyopo kwenye nchi. Lakini pia jambo jingine, hawa watawala wanachokifanya ni kuhakikisha kwamba amani ya nchi inakuwepo. Pia wanailinda amani ya nchi, lakini pia kwa kuwa wahubiri wazuri ama wasemaji wazuri wa kuhakikisha kwamba amani iliyopo katika taifa husika isiweze kupotea. Kwa unaanza kuona hivyo, lakini pia fahamu kwamba kuwa Mungu ndiye mwanzilishi wa utawala. Mungu ndiye mwanzilishi wa utawala. Kwa hiyo ukiona katika bustani ya Eden pale, yeye ndiye alianzisha mifumo ya utawala akampa mwanadamu. Kwa hiyo taifa lolote ili liweze kwenda vizuri ni lazima pia litumie kanuni za kimungu katika mfumo wa utawala, ili basi kuweza kuhakikisha taifa hili linatenda haki, lakini pia linasimama katika ule msingi wa Mungu, kuhakikisha kwamba walioko kwenye mamlaka wanatawala ama pia wanakaa kwenye nafasi zao kulingana na mifumo mizima ambayo imewekwa ya kiutawala, ili pia kuweza kuhakikisha hawa wanaotawaliwa basi waweze kuishi maisha ya amani, furaha na upendo, wakifurahia uongozi ama wenye mamlaka walioko kwenye mamlaka mbalimbali ambao wamepewa dhamana ya kuweza kuwaongoza hao wengine
Bwana Yesu apeswa sana. So nchi ni nini? Tuangalie nchi. Nchi ni ardhi yenye mipaka halali ya umiliki. Nchi ni ardhi yenye mipaka halali ya umiliki. Hiyo ndio nchi. Nchi ni ardhi. Unapozungumzia nchi ni ardhi yenye mipaka halali ya umiliki. Kwa hiyo ukiangalia nchi yetu ya Tanzania ni nchi yenye ardhi yenye mipaka. Ukiangalia upande wa magharibi tumepakana na Kongo. Ukiangalia upande wa kusini ukutana na Msumbiji, lakini pia na Zambia. Msumbiji na Zambia upande wa kusini. Lakini pia ukiangalia kaskazini tumepakana na Uganda, lakini pia na Uganda pamoja na Kenya. Lakini ukiangalia upande wa mashariki tumepakana na bahari ya Hindi. Kwa hiyo Tanzania ni taifa, ni nchi ambayo tayari ina ardhi, lakini pia ina mipaka. Bwana peswa sana. Kwa hiyo sasa yako mambo ambayo tunatakiwa kuyafanya wakati tunaelekea katika uchaguzi mkuu wa kuweza kumpata rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia kuweza kuwapata wabunge, lakini pia kuweza kupata madiwani. Kwa hiyo ni uchaguzi ambao tunaufanya kuweza kupata rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia kuweza kupata wabunge, lakini pia kuweza kupata madiwani. Kwa hiyo tunaona hapo kwamba ni uchaguzi ambao unakwenda kufanyika. Sasa kuna mambo ambayo tunatakiwa kuweza kuyafanya. Jambo la kwanza, kama kanisa tunapoelekea katika uchaguzi, jambo la kwanza kama Mtanzania ambaye upo katika nchi ya Tanzania na unaipenda nchi yako, na najua una maono mengi ambayo unatamani kuweza kuyafanya, lakini maono haya hawezi yakatimia kama hujaweza kukaa kwenye nafasi yako ya kuweza kuiombea nchi ya Tanzania. Jambo la kwanza ni kuomba toba juu ya nchi ya Tanzania. Ni kuomba toba juu ya nchi ya Tanzania. Ni kuomba toba juu ya nchi ya Tanzania. Elewa kwamba ardhi ina kinywa. Ardhi ina kinywa. Nitasoma andiko hili na ujue kwamba kumbe ardhi ina kinywa. Kama ina kinywa, basi hatuna budi kuweza kuomba. Ardhi ina kinywa. Kitabu cha Hesabu sura ya 16 ule mstari wa 32. Maandiko yanasema hivi: nchi ikafunua kinywa chake na kuwameza na watu wa nyumba zao, na wote walishikamana na kola na vyombo vyao vyote. Nchi ikafunua kinywa chake na kuwameza. Okay. Kwa hiyo inasema nchi ikafunua kinywa chake na kuwameza. Kwa unaanza kuona kumbe nchi ina kinywa ama ardhi ina kinywa. Haya mambo nazungumza kiroho. Wewe mwana Mungu ambaye utakuwa unaelewa lugha hii naiongea, nafikiri unanielewa kile ninachosema. Nchi ina kinywa. Kwa hiyo tunaanza kuona hapa nchi ikafunua kinywa, ikawameza. Sasa ardhi hii ya Tanzania, kumbuka hata kabla pengine hatujaweza kupokea uhuru kamili, ardhi hii ama nchi hii ilikuwa mikononi, itakuwa Waingereza na Wajerumani. Tumepita kwenye mikono yao. Manake haikuwa kwetu sisi. Katika kipindi ambacho nchi hii imekuwa katika ukoloni ambao tumeweza kuupitia, kuna mambo ardhi ziliweza kuyapokea. Kuna mambo ardhi ziliweza kufunua kinywa na ikaweza kuyameza. Baada ya uhuru, kuna mambo ambayo ardhi pia iliweza kuyabeba. Na wapo pia ama sisi wa Tanzania ambao tunaishi katika nchi ya Tanzania, wako pia ambao wamefanya mambo ya ajabu, mambo ya kutisha kwenye ardhi hii ambayo yanapelekea kuwa machukizo mbele za Mungu. Sasa kama yanapelekea kuwa machukizo mbele za Mungu, kumbe pia sisi kama wa Tanzania tuna kitu kwa ajili ya kuweza kuomba toba. Tunatakiwa tuombe toba.
Toba hii kwa ajili ya taifa letu Tanzania. Ziko damu za watu ambazo zimemwagika kwenye ardhi ya Tanzania ambazo zinalia. Mungu akamwambia Kaini, nimesikia sauti ya ndugu yako ikinililia. Nimesikia sauti ya damu ya ndugu yako ikinililia. Maana kuna damu nyingi ambazo yamkini zimemwagika juu ya taifa letu la Tanzania ambazo zinalia mbele za Mungu. Kwa hiyo inabidi twende mbele za Mungu tukiomba toba juu ya taifa letu la Tanzania. Hili ni jambo la kwanza kati ya mambo mengi ambayo nilio nayo. Inabidi tuombe toba kwa ajili ya taifa la Tanzania. Sasa manake maombi haya tutakuwa tunafanya majira ya usiku, panapoitwa saa 6 kamili usiku tutafanya hivyo. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo unatakiwa kulibeba na kulifahamu ni kuomba toba juu ya taifa la Tanzania, kwa sababu ziko damu zisizokuwa na hatia ambazo zimemwagika zinalia. Yako mambo mengi ambayo kama Watanzania ambao tunaishi katika ardhi ya Tanzania ama nchi ya Tanzania, kitu tumefanya ambayo mbele za Mungu hayampendezi. Kwa tunapokuja tunaomba, manake Mungu anasikia na Mungu anaweza kuiponya nchi yetu. Lakini pia hii itakuwa ni sababu ya kuweza kufanya taifa letu la Tanzania liweze kuvuka salama na mapenzi ya Mungu yatimie juu ya taifa letu la Tanzania katika uchaguzi mkuu. Majina yangu naitwa Emmanuel Paul Swea, ni mchungaji lakini pia ni daktari mtarajiwa, kwa sababu ndani ya mwaka huu ninaamini nitavaa joho ambalo rasmi sasa nitakuwa na ujasiri wa kusema mimi ni daktari baada ya kuwa nimehitimu masomo yangu ambayo niko nayo. So Mungu akubariki sana, tuendelee mpaka siku 250 kitaeleweka. Mungu akubariki. Shalom shalom.